every day. Hands up high, come dance with me. One big happy family. Ile siku nilipiga simu. Yeah. Nafikiri hiyo siku tulikuwa na simeji yangu. Na sikujua kama ni wewe. Na kama ni wewe ndio leo tunaongea na wewe. Yeah. Ulitusave basi. Ni Mungu. Ulitusave. Yes. Na wacha niseme asante. Yes. Juu sikujua kama ni wewe ndio tulikuwa tunaongea na wewe hiyo siku. Yeah. Lakini sasa leo nimekuona. Okay. Lakini sasa nimeona kuwa Mungu. Thank you. Yes, nimeona kuwa Mungu sana. Yeah. So nasema Zambia Mungu asante sana. Thank you. Hata hiyo wimbo nimesikia imeniguza. Yeah. So nimesikia ni kama nimerudi sawa. Okay. Yes. Thank you very much. Asante. Okay. Kwa hivyo huyo mganga, huyo pasa alikuwa connected na mganga. Na ndio maana mimi sometimes sijasema ni mbaya, but sometimes mimi sipendangi mafuta hii watu wanawa mara maji mara nini. Madam acha kucheka. Wakati alipaka hiyo mafuta. Unaona hii mafuta watu wanapenda hii. Venye alipaka hiyo mafuta mambo ikaharibika. Alikuwa anadanganya. Na kweli by the way kuna mama mwingine, pasa mwingine aliniambia hapa Nairobi. Wakati yeye alikuwa anatumia hizo vitu. Kuna mapasa wanatumia mafuta nzuri. Lakini kuna zingine wengine yao imejaa na mambo mengine. So wakati alipakiwa hiyo mafuta alikuwa aende kabisa. Unaona? Ndio maana nilikuwa nasema hiyo kitu haingefanyika huko. Because madhabahu yao iko hapo. Walijenga madhabahu. Na venye mko hata na dhabihu ya kutoa. Au long mungekwama hapo. Hata mungeuana. Kwa hivyo hiyo madhabahu lazima itapata. Na wasipofanya hivyo sisi hatuna shida. Gharama atalipa. Huyu jamaa atakuwa biba. Na imagine sahi venye wamegundua mmetoka kwa hiyo ground. Wataanza kufinya Friday. Wataanza kumfinya sasa. Hawajaanza. Lakini sahi unajua wameshajua umetoka. Unajua wakati ulikuwa pale bado walikuwa naona mko kwa madhabahu yao. Lakini sasa hivi mambo itaharibika. Sahi washajua mko hapo. Kwa hivyo sijui venye tunaweza fanya, but mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Hiyo madhabahu itolewe. Hiyo dhabihu itolewe. Muinue madhabahu na iombewe. Kama sio hivyo mambo itakuwa ngumu. Sisi tumekuja hapa ili tuombe pamoja. Bado nasema sijakasirika na Made sijakasirika na wewe. Unaona hata Made ni mgonjwa. Sikujua. Na kama ako hapa, hakuna chenye itaendelea. Wacha aone. Unaona? Ndongo simama huko kosi. Pressure inapanda. Sasa unajua pressure hiyo ndio maana nasema huyu mama lazima aende. Aende nyumbani, arudi nyumbani. Akiwa hapa hakuna chenye itaendelea. Mama lazima aende, hata kama mtoto ni wake. Lazima arudi. Arudi home. Hakuna chenye itaendelea kama ako hapa. Najua hawa ndio walipewa mambo huko. Najua huyu alikataa. Wewe pia ulikuwa mjanja, ulikataa kukaa upande yao. Lakini hakuna chenye itaendelea. Hakuna. Lazima aondoke. Aende. Lakini hata pasta mimi ningeomba tu simame na mimi. Nitafute dhabihu. Hata kama utaongelesha mafans and support. Juu nimekuwa nikijaribu kuingia live. Napata tu kitu kidogo. Sisemi eti inaweza saidia. So mimi nakuomba tu uongeleshe mafans. Wasimame tu na mimi, hata pia usimame na mimi. Bwana wangu apatikane. Ndio unajua mtu mwenye pia amesaidia watu wengi. Kwa sasa hii na pia ni kama wale watu wenye amesaidia wote.
sioni hata mwenye anakuja kusimama na mimi. Si ndio sasa mimi ni Mungu amenishanituma. Unajua Fredi tumefanya nao kazi sana. Na ni mtu ambaye akisema tutafika. Kwa sababu ya hiyo hata yake najua usitegemee binadamu. Si nimekuambia nianza hapa nikisema hii dunia inaweza kuaibisha. Unanipata? Rafiki yako inaweza kukuaibisha. But pia nataka kusema hata hao wako na mambo mengi. Yes, mambo mengi. Kwa hivyo nilikuwa nataka niseme ya kwamba usilaumu mtu sasa. Sasa sisi tunaelewa yenyewe sometimes inakuwa painful. Ndio maana nilikwambia sasa hii usikue na hasira mingi sana. Kenye mimi najua hajaanza kufanyiwa, lakini venye sasa mambo inaendelea. Venye wale wamejua umeshatoka sasa ni kubaya. Na tukianza kutafuta wakina senior, tuseme wakina nani, sasa hapo tutakuwa tumechelewa. Sababu pande ile hawa pia wanagongwa. Najua unaweza kasirika kwa sababu wenyewe bwana wako amesimama na hiyo pande. Ukiangalia wakina Bravo mambo moto but tuachie hapo. Mimi nataka kusema sisi lazima tufanye hivi. Huyo mama anafaa apate fare arudi nyumbani. Vita iko hapa si mchezo. Na sasa venye ni mgonjwa hivyo? Atarudi hivyo kama bado ni mgonjwa? Kwani anafaa rudi mara ngapi? Unajua made pia Kiswahili ni shida, sitaki kumsumbua. Na pia huko kwenye alikuwa kwa ofisi. Nimegundua hii dawa. Bado wameambiwa akae hapa kadhaa kidogo. Siku kadhaa kikaa atafunga huduma kuendelea. Na pia hata tungeomba kwe sawa. Yako na hasira yake. Unajua ni ile asikii Kiswahili yote. Unaona? Angekuwa nasikia Kiswahili yote, mambo ingekuwa hapa. Kuna zingine zingine zinaenda miso lazima kundi najua sikia. Tungeongea Kichina, ningeongea Kichina ili asikie chochote. Kwa hivyo yeye lazima tuone njia ya kwenda. Kama ni kumtafutia fare, Fredi ni rafiki yangu. Mimi naweza kwenu si saini kama 2000. Hiyo ni kama imepanda. Hiyo kama tunaweza toa jogo 2 kwa kanisa aende. Sasa hakuna mambo mengine. Tulete jogo 2. Kama ni kuuza tutauza. Kama tunaweza pata from any source, because sasa tunataka kuanza meja. Na unajua hii pressure yake nani atafanya? Uende utafute Fredi ama uende upeleke Made ni OC. Challenge iko hapo. Challenge iko hapo. Hii pressure tutawezana nayo. Na sio pressure ambayo iko kwa mwili. Hii ni pressure inakuja because of my son. Kwa hivyo mimi nilikuwa naomba hizo kwa siku ni 2. Tutaongea na hiyo daktari, atasema hizo dawa ni gani na gani, aende amalize nyumbani. Kusema hivyo akata kama ni jogo, twende tuchukue jogo ngapi? Tuuze. Huyu mama aende. Okay, lakini nataka kabla niseme hivi sisi kama atakubali. Hebu mwambie. Wakati mwendo dogdala. Ni mwendo iko gani? Maana kama kwa waje sana. Anakataa. Wakati mwendo dogdala mwendo. Nene ni kabe. Tidoga dala umate. Koro chuno nyaka yudi nyathini. Ana beti ka rito nyaka yude ka tukuka broda. Okini koro wach mar pressure ma okwanya manyo ji adi, wamanyo Fredi, tuimbe wamanyi kan case pressure. Koro wanona nene dogi. Pressure ok binega. Nyasaye biro konya. Amade mato kore de miwatich matek. Sasa hii ni kazi ngumu jameni. Okanya dok dala, okanya dok. Unajua nani?
Hiyo tunajua venye tutafanya. Okadogi nyaka nyathina no yudi. Emanyo miya dala mondo abi wadho manyi nago kantie kama chiegni. Koro kanya dok nitawe nyako ni bekende. Nyako ni unajua yeye anasema hizi acha huyu msichana pekee ni sawa. Lakini huyu mama akiwa hapa ni ngumu. Na unajua bado spirit yake. Unajua huko hao watu mimi nimeenda kuombea watu. Wacha nikwambie. Unaomba ukirudi nyumbani unapata shida iko. Unajua wanaweza panda hata shetani hapa. Ikuwe shida. Ikuwe inatukamata. Kuna siku Daniel alienda kuomba in the book of Daniel chapter 10. Mpaka Daniel ilibidi Daniel aende kanda achane na watu. Ndio akalipata jibu. Kwa hivyo huyu mama lazima atupee nafasi. Acha niongee. Lazima atupee nafasi. Hata kama ni kufanya njia zote. Hata kama ni kufanya njia usie. Tutaona venye tutafanya. Mama ibo madhi. Ongeka kwa nyalote. Adhi nango. Adhi no yude kosa adhi ni poko yude. Wana ni mundu wan kichwa dhi wuotho usapari mabor wanyalo dhi maboyo nyaka Mombasa geni manyalo dhi emomiyo hii climate ni mbaya. Mama hizi tembea kwa hii climate na sisi. Piny rach, weather ok ber, weather nyalo hinyi. Koro uchuna ni nyaka dog dala to nyathina manyo golamno rabi. Donge momiyo koro wabiro mondo walos wach ni mondo wadhiyo. Wambe wasaya saya. Onge kanyalo. Haiwezekani Sara. Kama ako hapa haiwezekani. Kesho ako sawa. Jioni ako mbaya. Wakati mnaenda kufanya kutoka yeye ni mgonjwa. Unaona? So mimi naomba tu fair sio shida. Fair tu mimi nimeamua nitaangalia jogo mbili. Hiyo jogo mbili aende. Hakuna otherwise. Ili tutafute kwa sababu shida ni kwamba sasa wataanza kusumbua huyo jamaa. Haya mara ya pili tunataka kusanya. Akiona maybe tumeenda live hatujapata. Unajua kuna vitu zingine hata hafai ajue. Tumeshukuru Mungu kwa sababu asikiacha kucheka hata nini. Kuna ajui zingine. Hiyo ndio advantage. So mimi naona tu lazima tutatumia hekima. Wewe ujue hata ni relative wake yoyote karibu tunaweza mdanganya aende kwa relative, then akikaa kwa relative akae huko ajui town atapiga simu. Sasa tutaona venye tutafanya. Kumdanganya ni ngumu. Kumdanganya ni ngumu sana. Anacheka kwa sababu akiwa hapa maisha haitakuwa poa. Kumdanganya namjua. Huwezi kumdanganya. Huwezi kumdanganya. Kumuingiza box ni ngumu. Kuna wakati nilijaribu. Alijamu na. Unajua shida pia ako hapa bado anapiga simu nyumbani. Unaona? Sasa ile anapiga simu. Sasa hii hatutaki connection yoyote ya nyumbani. Hata wewe, si ndio maana nilikwambia block your number. Wewe pia lazima ublock. Lakini yeye atapiga simu mara mtoto wangu namna gani, mara nataka kusalimia mjukuu. Na hiyo connection ndio hatutaki. Hatutaki ni connection. Sababu wa nyumbani hawajaoshwa. Bado wako hivyo. Lakini tukifanya hizi vitu vizuri ndio tutafungua watu wa nyumbani. Naam. Doku. Donga kwere uni okadogi. Koro kibero kato koro kwa de yode. Koro hatutampata. Koro pastor ineno ni kadok dala eko unyalo dhi yudo. Kakwa dok koro tunyalo yudo. Ingeni no kinyalo vumilia koni. Tukitoka hapa mara tunaenda Ukambani. Kuna area zingine tukienda utalia. Utabaki huko, si raha. Utupee tu nafasi. Asiki. Unacheka tu. Ni kubaya kweli. Mimi nimetembea hii safari. Hii safari haizani nayo. Aya mkimwacha hapa mara mkifika kilomita kama 30 au 40 unapigiwa simu. Mara pressure imepanda. Sasa tutafanyaje jamani? Si wewe ndio ulikuwa unaniambia pressure yake ilikuwa juu sana, ilikuwa juu sana. So sijui itakuwa. Hamna relative yote hata nini.
Huko hakuna. Mimi ndiye nilikuwa na mimi ndiye. Ama adungwe shindano ya kulala. Ajipate ya kunyumbani. Bwana. Mimi kuna siku nilienda kuombea mwendazimu. Alikuwa anarusha ngumi atungeweza. Asisikie. Unajua nini ilifanyika? Tuliita daktari akadunga mwendazimu akalala ndio akawekwa kwa gari. Alijipata akiwa nini? Akiwa kwa kanisa anasema na hii nyumba yangu alikuwa anasema na hii nyumba yangu ni kubwa aje. Kumbe amedunga shindano amepika. Sisi tunakutana na mambo mengi sana. Nataka moyano. Sio kuua. Hapana. Sio kuua. Unaona? Huyo mwenazima alikuwa na shida. Unajua kufika kwa kanisa, yeye anafikiria kwa kwake. Anasema, "Hii nyumba yangu ni kubwa aje? Na vitu iko mingi aje?" Kwa sababu hiyo ndio njia angefika nayo. Kama hicho chako hivyo, anadungwa. Na tunamweka kwa gari ndogo. Kudunga hapana. Kudunga nani nimekataa. Sasa tutafanyaje? Kudunga nani nimekataa. Tutaongea na yeye pole pole. Hata kubali. Sasa yeye mimi nimekataa. Kudunga hata ile siku tunamwambia basi ushaanza sasa. Sasa kama ndio itadungwa. Lakini akifika huko tutaleta shida huko ushaanza. Pressure hata ndio itapanda. Hapana, sasa kudungwa kama adungwe aende kama jui. Si hapo sasa ataona mwenye akuna mchezo ya kumrudisha. Atarudi. Kuna siku pia wacha nikwambie sasa. Anatakuja mguu. Eli niongee na yeye vizuri hapa pole pole mpaka aelewe and understand. Na sasa ataelewa lini? Leo. Sawa, wacha nikupea another example. Kuna siku tulienda kwa jamaa ambaye anatumia banki hapa Nairobi. Na akiona mtu yote anaingia na panga. Sasa mama yake aliniambia wenye huyu jamaa anasikia ni wenye wanajenga nyumba. Nilienda kwa hiyo nyumba nikana kwamba mimi ni watu wa hawa mokeje wenye wanajenga nyumba. Niliongea ndio nikaingia kwa kunini pole pole. Sasa kumaliza ndio tukaanza kuomba. Tunaingia pole pole. Unajua hekima sometimes. Sababu tutamfanyaje? Sasa hii utasikia tena pressure imepanda. Wacha nitafanya hivi pastor. Sindano mimi sitakubali adungwe. Kwa sababu najua akifika huko home kama jui tena itakuwa shida nyingine. Wacha tuongee naye. Alafu aelewe. Alafu umekataa huyo mwendazimu naye. Hata kuna mtu pia alikataa hivyo kwa mwendazimu. Sijui mara mtamaliza ndugu yangu nimemwambia na alikuwa anapiga watu. Na tunataka kuomba uwezi ombea mtu kama anapiga. Alidungwa. Akalala, akajipata. Tulitoka naye Kitui. Gari ilikuja mbio kama ni Nyamira. Akiamka, ako kwa kanisa anauliza nyumba yangu ni kubwa aje. Wacha nifanye hivi. Nitaongea na yeye. Pole pole, naelewe, alafu arudi nyumbani. Juu sioni kama so tukupee kama siku ngapi hivi? Mambo ni mengi. Tupe siku 3. Siku 3. Na ujue Fred ataanza kufinywa the other side. Unajua wewe afadhali hiyo shindano kama idudu haina nini yote ya kumdhuru ni kulala tu. Kulala tu. Manake sasa unajua juu yangejua. Naona venye sasa akona nini? Anafinywa hiyo na madanganya tu sasa inawekwa. Kwa sababu hii mambo ni mengi. Moshi tunaangalia masaa bwanangu ataanza kuumia na unajua mimi naweza hata saa hii. Huyu tena mwingine. Unataka tuharakishe, utuseme nini? Unaona venye tuko hatarini sana. Mimi sitakubali adonge mama yangu nikiwa hapa. Sasa wewe utabaki na yeye kama tutafanya. Nitaongea na yeye. Kwa sababu kudungwa hapa. Najua hata yeye pia tukienda hata kataa yeye pia anaenda. Na sasa hiyo ni safari gani? Mara umeweka kwa gari, mara amelala, bado nini? Hiyo ni kujiongeza. Atanielewa. Anajua atanielewa. Kama atakuelewa basi ni sawa, baada ya kikataa kama ndo suluhisho silonga sehemu nzuri mahali popote. Acha tu adongo. Dungwa. Halala kitu. Watu wetu washajua yuko nyumbani. Washajua tushatoka huko. Na ulisikia akisema
anapiga simu. Hata jana si alikusumbua na simu kweli, mpaka nikakwambia akini block watu wa nyumbani. Na yeye sasa analala, unaona, yeye analala, ni shindano ajipate nyumbani ndio tuendelee na shughuli. Kudungwa nayo hapo kuna nini kweli kudungwa? Unajua, wacha nikwambie, nikana kwamba unataka niombee huyu mama roho yake iende nyumbani. Ni kama mtu ako na kidonda unasema, Mungu nataka hii kidonda ikauke saa hii. Unajua hiyo ni maombi ambaye hiyo sasa sio maombi. Kuna vingine unatumia hekima. Kitamba fikiria ako wapi maana hata nikimwambia na kijadua adungwe atajaa. Hata usimwambie. Unajua nimekuambia kuna relative wake wowote hapa Nairobi, hata mnaweza mpeleka usi, akitoka usi wacha tusalimie dada yako, akisalimia tena anabaki hapo. Unajua hiyo ingewezeka kama hapo ndio umesema ni ngumu, huwezi mdanganya. Halali aende nyumbani. Kwa sababu hata saa hii utasikia tena nataka kuongea na mzee, mara nataka kuombea na msichana wangu gani. Na hiyo connection ndio tunataka kukata kwanza. Hiyo shindano kama itapatikana na maneno itakuwa sawa, adungwe tu aende. Hata pastor Moshi pia akikazeti mama asidungwe shindano, yeye adungwe tu aende nyumbani. Sasa mambo mengine itakuwa unajua sasa huyu anataka nini? Anataka bwanake apatikane. Lakini kudungwa Moshi hapa ni town, mambo inaenda na masaa. Utapata tena nimepata shughuli mahali pengine. Sasa unaacha hii tena. Sasa nijua ile tuko nayo hapa. Hiyo kudungwa haya pastor hiyo nayo. Sisi haya, hebu uliza huyu. Kuna tena msichana mwingine alikataa kutoka nyumbani. Alifanyiwa, alitibiwa, alikuja akilala. Mambo ni mengi, amekataa. Wewe cheza. Sisi tunaona mambo mengi kwa hii kazi. Nakwambia nikimwambia sasa hivi adongwe. Hebu mwambie. Jui. Hiyo atakataa hata dawa, hata kudungwa ya kawaida atakataa, usimwambie. Hiyo atakufa tu, hata kubali adungwe dawa yoyote. Usimwambie tafadhali. Sitamwambia. Mimi ananitegemea. Mimi ndio mlinzi baba. Sasa sisi pia tujapanga kummaliza. Ili atupee nafasi. Ona ile wimbo. Hiyo wimbo yasema alipanga kunimaliza. Hata hiyo ndio wimbo. Si kukumaliza, ile tupee nafasi. Hapa tunaona mambo mengi. Hapa. Sasa hebu tuseme Moshi. Sasa hebu tuombe mpaka roho yake. Mungu kubali roho yake. Unajua? Sasa imagine utaomba mpaka lini? Na ujue huyo ni mtoto wake. Ni kama kana kwamba mama ameenda kuzaa, unambembeleza, unasema tunataka mtoto. Hiyo tu tunataka mtoto. Kuna wakati ikifika tunataka mtoto. Utoka hapo na mtoto. Na nasikia wakisema hivyo. Mama akijifungua, sisi lea tu lakini tunataka mtoto. Kuna inafika wakati ndio maana unaona napenda wanajeshi. Forward ever, backward never. Ukijaribu kurudi nyuma wanakuua. Unaona? So wakati penye tumefika tunataka tuende na to focus. Yes. Kama mara mama na mina gani, sijui ameanguka, hii bado nimechoka, hiyo tutafanya mpaka nini? Tuseme tumefika Mombasa, tumeenda wapi? Joto mara joto, hebu nipepete. Angalia hiyo kitu. Unajua Mombasa, si unajua Mombasa? Joto mnipepete, sijui sipumui vizuri. Umetembea na wazee kweli. Mimi najua by the way, acha nikwambie. Kuna wakati nilimwambia mama yangu kuna matanga sitaki aende. So alikuwa anajificha anaenda. Ameenda mara kufika huko, mara amelala